Mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania UWT, ndugu Mary Pius Chatanda amewasihi wananchi hususan wanawake kujitokeza kwa wingi kwenye zoezi la upigaji kura kwenye uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu ili kuwachagua viongozi watakaochagiza juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwaletea maendeleo kwenye maeneo yao. Kwanza kwamba ziara kupita kukagua na kujionea kazi ambazo zimefanyika katika kipindi cha miaka 5 utekelezaji wa ilani. Na kwa bahati nzuri mkutano wa juzi tumezindua ilani mpya ya kutoka 25 hadi 30. Ile ya kutoka 2025 ndio inaishia sasa. Sasa tunaichukua hii sasa ya 25 30 ambayo tutapita tuwaeleze wananchi wetu ndani ya ilani ile imesheheni mambo makubwa mazuri ambayo ni muendelezo sasa wa kazi kubwa ambayo imefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Yako mambo mengine ambayo yalikuwa hayakamilika. Kwa hiyo tumeyaingiza ndani ya ilani kuhakikisha kwamba yanatekelezwa katika kipindi cha miaka 5 ya miaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi kama wana CCM kuendelea kuipitia vizuri ilani hiyo ili kusudi mpate kuielezea vizuri kwa wananchi wetu, mpate kuielezea vizuri kwa wanachama wetu kwamba sasa ndio tutakuwa na jukumu kubwa la kuwaeleza wananchi wetu kwamba tutafanya nini katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa hiyo ni ilani mpya, sisi tumeipokea na sisi tunakuja kuanza kuwaeleza viongozi wenzetu nyinyi, lakini pamoja na wanachama wetu pamoja na wananchi kwa ujumla ili wajue kwamba nini kitatekelezwa katika kipindi cha miaka 5. Ndugu Mary Pius Chatanda amesema haya wilayani Mkuranga mkoani Pwani katika ziara yake aliyoambatana na makamu mwenyekiti wa UWT ndugu Zainab Khamis Somari pamoja na wajumbe wa kamati tendaji na wajumbe wa baraza kuu la UWT katika kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025 imetekelezwa ipasavyo na watendaji wa serikali kwa kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi za maendeleo mkoani humo. Hivyo ni wakati wa kujiridhisha na maendeleo yaliyofanywa. Mimi niseme tunaelekea katika uchaguzi. Uchaguzi una mambo mengi. Nikuombeni wana Mkuranga muwe mjenge umoja na mshikamano wenu. Bila ya umoja, upendo na mshikamano, yale yote mnayokuja kuzungumza hapa tutashinda tutanini yatakuwa ni historia, haya yatafanikiwa. Tunaelekea kwenye uchaguzi na kwa sababu tuna demokrasia kila mmoja ana haki ya kugombea. Lakini inapofika tukimaliza harakati zetu za kura hizi za maoni, tujenge umoja wetu na mshikamano pale ili sasa tuelekee kwenda kuchagua chama chetu cha Mapinduzi. Isiwe kura za maoni ikawa ndio sababu ya kuleta mpasuko na mfarakano katika maeneo yenu. Nikuombeni sana tukiangalie chama kwanza, mtu anakuja tunaiangalia Chama cha Mapinduzi, mwingine anakuja baadaye. Hayo ndio maelekezo ya chama chetu. CCM oyee! Sanjali na kuieleza ilani mpya ya CCM kwa mwaka 2025-2030 kwa wananchi na kuwasihi kujitokeza kupiga kura mwezi Oktoba ili kuwachagua viongozi sahihi katika maeneo yao. Akitoa salamu kwa mwenyekiti wa UWT mkuu wa wilaya ya Mkuranga amesema kwa asilimia kubwa miradi iliyoainishwa kwenye ilani ya CCM imetekelezwa kikamilifu, hivyo wana kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Jumla ya miradi 39 yenye thamani ya zaidi ya bilioni 500 za Kitanzania itakaguliwa wilayani hapo na kutolewa taarifa ya utekelezaji kwa mwenyekiti wa CCM Taifa ndugu Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Tumeandikisha vya kutosha. Kazi zake zinaonekana, kazi zake zinasemezeka na kazi zake zinauzika.
Kwa hiyo sisi hatuna mashaka kwamba kuna mwananchi wa wilaya hii atakataa kutoa kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nikueleze tuna mashirikiano mazuri sana na vyama vyote vya kisiasa. Leo kwenye mikutano yako utajionea huko majirani zetu watakavyokuwa wanaeleza namna ambavyo wameridhishwa na utekelezaji wa ilani wa serikali ya Chama cha Mapinduzi.